Sana TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu wote na baraka zake. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa fadhila, mwingi wa ukarimu, ambaye ametuneemesha na kutukutanisha tena katika mfululizo wetu wa tashihul mafahim, kusahihisha uelewa. Na leo hii insha Allah tupo katika hitimisho, na hitimisho kwa leo kama nilivyosema, nitakuwa ninatoa nasaha, na nasaha hizi kila ambaye anaguswa na nasaha moja au mbili basi achukue za kwake na asifanyie kazi. Nasaha yangu ya kwanza iende kwangu binafsi na kwa mwenzangu Sheikh Qasim Mafuta. Nasaha yangu ya kwanza iende kwangu binafsi na kwa mwenzangu Sheikh Qasim Mafuta. Haya maneno haya na huu mujadala wa kiilmu tunaouendesha, tujinasihi kwamba maneno haya yatabaki. Teknolojia itayabakisha maneno haya, na teknolojia sasa hivi inakuwa, kwa itayabakisha haya maneno kwa miaka mingi sana, wakati sisi wenyewe hatuna miaka mingi sana. Kwa ajili hiyo tuchunge sana maneno tunayoyabakisha yawe yana maslahi kwa umma. Tusiache maneno ambayo hayana maslahi kwa umma, au mwenyewe pia yakatuletea dhambi, yakatuletea kasoro, kwa sababu itakuwa hatupo, tumehamia kwenye ulimwengu mwingine wa barzakh, lakini haya maneno yatabaki duniani. Kwa tunasihiane sisi kwanza kama watu ambao tunasimama katika jamii, kama viongozi wa dini, kwamba maneno yetu tunayoyatoa tujue kwamba yatabaki, na yakibakia yatakuwa na faida kwetu au yatakuwa na madhara kwetu. Kwa tuangalie yale ambayo hayana madhara kwetu ndo tuyalete katika jamii. Kwa tuangalie lugha zetu, tuangalie mfumo wetu, tukiteleza turudi kwenye barabara, lakini tusiache maneno yenye madhara katika jamii. Hii nasaha kwa upande wangu, na mimi namuomba Mungu anisaidie, na pia nasaha kwa Sheikh Qasim Mafuta, na muomba Mungu amsaidie achunge maneno, kwamba hayo maneno anayoyasema yatabaki, na mimi nami nichunge maneno kwamba haya maneno ninayoyasema yatabaki. Nasaha ya pili ni wanasihi mashekhe, walimu wa madrasa, ni wanasihi watoa mawaidha mbalimbali, tuwanasihi wote. Nasaha ni kwamba msikae kimya unapotokea upotoshaji kama huu wa Sheikh Qasim Mafuta. Msikae kimya. Yani watu katika kijiji kimoja au katika wilaya au katika mkoa au katika nchi walikuwa wanafunga pamoja, kisha wakaja watu kina Sheikh Qasim Mafuta na mfano wa Sheikh Qasim Mafuta, wakawagawa hawa watu. Mke anafunga, mume hafungi, anabishana naye. Mtoto anafunga, baba hafungi, mtoto abishana babake. Katika nchi zamani ilikuwa sikukuu ni moja, leo inaambiwa leo kuna sikukuu ya akina fulani. Mashekhe, msikae kimya, kwa sababu mtakapokaa kimya, vizazi vitakavyokuja baadaye vitaona kwamba hawa wamesema kweli, na vizazi vitaiga, kwa sababu vile vizazi vitashindwa kubainisha kwamba kati ya hili na hili kweli ni lipi, uongo ni lipi. Kwa hiyo si vyema kukaa kimya pale mtakapobainisha kwamba huu ni upotoshaji. Si vyema kukaa kimya. Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub rahimahullah. Mwenyezi Mungu amrehemu wanachuoni huyu ambaye tumeiweka picha yake hapa kama kumbukumbu, ili watu wamuone kwamba huyu Sheikh Muhammad Ayub kazi gani kafanya. Sheikh Muhammad Ayub walipoanza kudhihiri hawa wapotoshaji, Sheikh Muhammad Ayub alikaa na jopo lake la timu yake. Mashauriano yakaonekana, je, wanyamaziwe? Jawabu likaja wanyamaziwe. Lakini je, wanafunzi na vizazi vijavyo watawaelewa hawa? Hawawezi. Jawabu likawa kunyamaziwa haiwezekani, kwa sababu ukiwanyamazia wale ambao hawawaelewi wana uwezo wa kuwapotosha. Nyie mliopo hapa mnakinga. Ikitajwa kullu, unajua kullu zinagawika, wewe unajua. Amu makhsusi wewe unaijua. Lakini ambaye hakusoma hawezi kujua kullu yaenea haienei. Hawezi kujua amu makhsusi maana yake nini. Hawezi kujua hadithi hii ni mudallasi, hadithi hii muanani, hawezi kujua. Wajibiwe hawa.
Sheikh Muhammad Ayub akamtuma mwanafunzi wake Sheikh Muhammad Abi Bakar al-Burhani, Mwenyezi Mungu awarehemu wote wawili, atie nuru katika makaburi yao ya rabbal alamin. Sheikh Muhammad Bakari akapewa dhamana ya kutusomesha, dhamana na amri ya kutusomesha, na moja katika alichotumwa kuandika, akaandika kitabu kinaitwa As-Sa'iqatul Muhriqa. As-Sa'iqatul Muhriqa. Kitabu hicho ukikisoma utafahamu dufu ni halali vipi. Je, kullu bid'atin dhalala yaenea haienei? Je, maulidi yanafaa kwenye eneo gani? Je, hoja za wapotoshaji unazijibu vipi? Sasa hii kazi nzuri hii aloifanya Sheikh Muhammad Ayub rahimahullah, ndio haya ambayo leo sisi tunayaendeleza. Haya si hatukuyaokota, tunayaendeleza. Kwa hiyo ni washauri mashekhe kwamba kujifanya watu wanakaa kimya, wanapenda umoja bila kujua kwamba haya hayavunji umoja. Haya yana tashihul mafahim. Tashihul mafahim sio kuvunja umoja. Tashihul mafahim ni kueleza njia ya sawa baada ya mtu kukosea, ndio maana ya tashihul mafahim. Kwa anayejifanya ataka umoja kwa sababu ya ubinadamu fulani anaouogopa, lakini aelewe madhara yake ni kwa mwanawe, madhara yake ni kwa mjukuu wake. Mjukuu wako mwenyewe atakwambia, babu wewe ni kafiri, umevaa irizi. Babu wewe Ramadhani ni leo, kesho una Ramadhani. Babu wewe umemswalia Mtume, omba toba au utakwenda motoni. Msama maulidi miaka 50. Babu unachanga maulidi, bidaa hiyo babu, utashindwa majibu. Kwa nasaha yangu ya pili ni wanasihi mashekhe wasikae kimya, na ni wanasihi waalimu wasikae kimya pale watakapoona aina ya wapotoshaji kama Sheikh Kasim Mafuta au mfano wake. Lazima wajenge hoja, sio lazima zote kwa siku moja, hata kama kidogodogo, lakini kuwe na mfumo maalum. Tumuige almarhum Sheikh Muhammad Ayub, Mwenyezi Mungu amrehemu. Na saha ya tatu, walimu na mashekhe, tuweni sana makini na hii mbinu ya Sheikh Mafuta ya kutaja vitabu vyetu. Tuweni makini na hii mbinu ya Sheikh Kasim Mafuta ya kutaja vitabu vyetu. Kawaida ya watu wa aina hile huwa hawana haja ya vitabu, wao wana haja ya Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameshamaliza. Tena wenyewe huwa wanasema sasa kwamba kwani wewe umfuate Shafi, huyo Shafi yeye kachukua kwa nani? Wewe una akili kama Shafi? Lakini huyu kaamua atengeneze mbinu ya kujifanya ataja vitabu vyetu vile vya kitwarika ambavyo yeye wala havitaki, lakini anavitumia hivyo. Hii mbinu hii mtakiwa mkae chini kuijadili, ina maana gani? Anaweza kutengeneza mvuto kiasi ambacho jamii ya kawaida ikamuamini, kisha baadaye ile jamii akaielekeza anakotaka yeye. Kwa hiyo mbinu yake hii ya kutaja vitabu vyetu, mashekhi na walimu muwe makini sana na mbinu hii, maana vita ni mbinu. Na saha ya 4 ni kunasihi na ni kuombe sasa, rafiki yangu Sheikh Kasim Mafuta, kwamba huu mpango mzuri ulionao wa kwamba masala unayajengea ushahidi kwa kutaja vitabu, tena vitabu vingine vya kina Imamu Nawawi, kina Imamu Suyuti, kina Imamu Qurtubi, mpango huu uendelee, ili baadaye insha Allah tukija kujadili juu ya khitma, maulidi, la ilaha illa Allah, kupeleka jeneza, tukijadili kumsomea maiti kaburini dua au kumsomea Qur'ani kaburini maiti, tukijadili watu wako nyumbani wasoma Qur'ani siku 7 kumsomea maiti. Nikisema masala haya bwana ameyasema wanawachuoni fulani, usije kusema mimi nataka habari ya Mungu na Mtume, sitaki habari ya shekhe. Na kunasihi mapema, mpango endelea nao, ila usije ukauacha huko mbele ya safari wa kutaja mashekhe. Ni mpango mzuri mno, Allah kulipe kila la kheri. Na saha ya 5, wazazi tuwe na kawaida, kabla ya kuwapeleka watoto wetu katika madrasa, tuwe na kawaida ya kwenda kufanya utafiti. Tusipende sana kupenda bure. Wazazi tusipende sana kupenda bure. Yaani kuna mtu anaona wazi ile bure ile kwa kia anaipenda. Urahisi ule anaupenda. Hapana, usipende hivyo. Mzazi usimwachie mwalimu wa madrasa mtoto wako mpaka kwanza uende ukachunguze ile madrasa unayompeleka mtoto wako atasoma nini, na mwisho unamwangalia mwalimu mwenyewe kwamba je, huyu mwalimu huyu
mtoto wangu atamfanya kama alivyo yeye. Je, huyu mwalimu ana tabia nzuri? Je, huyu mwalimu huyu atamfundisha nini mwanangu? Sasa wewe leo utampelekea mtoto wako Sheikh Kasim Mafuta. Sheikh Kasim Mafuta kazi yake ni radi tu, kuwarudi mashehe kila siku, kuwarudi mashehe. Kwa mtoto wako naye akirudi kijijini tu kazi yake ni kuwarudi mashehe. Sheikh Kasim Mafuta ameamua anafuata mwezi wa kimataifa. Alipoondoka hapa hakuna mwezi wa kimataifa. Saudi Arabia hakuna mwezi wa kimataifa. Karudi katikati hapo ana mwezi wa kimataifa. Mtoto wako naye atakuwa hivyo hivyo. Hilo ulijue. Ukiona Sheikh Kasim Mafuta yuko pale anagombana na mashehe ambao kawakuta, wengine wamemsomesha, lakini anawaona ni masufi ni makhurafi, mtoto wako naye atawaona mashehe zake kijijini ni masufi ni makhurafi. Kwa hiyo lazima kama unafanya uchunguzi huu mapema, ukimkabidhi mtu mtoto wako, unamkabidhi baada ya utafiti. Kwa tuambie wazazi, ile tabia ya kupenda tu madrasa, huendi kuchunguza, hapana. Na hasa design hii ya kina Sheikh Kasim Mafuta ichunguzwe sana, kwa sababu badala ya mtoto wako umemsomesha, anarudi kijijini awe ni faraja, anakuja kijijini kuanza vita na mashekhe wa kijijini. Sasa kuwa dini haiendi mbele, kazi ni malumbano. Lakini hao umeyataka mwenyewe, umempeleka mtoto wako mahala bila kuchunguza. Sasa ni muhimu sana hilo kulifanya, la kuchunguza kwanza kabla ya kupeleka watoto kusoma. Na saa ya 6, tuweni makini sisi wenyewe. Sisi katika shughuli zetu za maulid, shughuli zetu za khitima, shughuli zetu za mazishi, yale mambo tunayoyafanya yabebwe na hoja zetu. Kwenye khitima, kwenye maulidi yetu, kwenye harusi zetu, yale tunayoyafanya yabebwe na hoja zetu. Yale ambayo hayabebwi na hoja tu yawache, kwa sababu sisi watu wa dini tunatakiwa kuwa waadilifu. Haiwezekani leo Sheikh Kasim Mafuta anakemea kitu, hicho kitu ni haramu kweli, alafu eti mie niseme hicho si haramu kwa sababu anaikemea Sheikh Kasim Mafuta. Haiwezekani. Akikikemea kitu cha halali, tutamuunga mkono kwamba kweli ni halali, hicho anachokemea hakifai kweli. Kwa hiyo tuangalie kwenye maulidi unavaa vipi, tuangalie kwenye maulidi kaswida unayoisoma inahamasisha nini, tuangalie kwenye maulidi mawaidha unayoyatoa yanausaidia umma katika jambo gani, tuangalie kwenye maulidi swala ikifika swala inaswaliwa, na kama haiswaliwi ni kwa nini. Kwa hiyo sio kwa maana yake eti kwa kuwa hawa mawahabi hawa wanapinga maulidi, maana yake wakiyataja yale ambayo tangu na hapo hayafai, eti sie tutasema anafaa ili tubishane. Hiyo sio dini. Dini ni kukikataa kitu kibaya na kukikubali kitu kizuri, hata kama kinatoa kwa mpinzani wako. Kwa ni vyema mkaelewa mapema kwamba ndani ya maulidi zetu yale tunayoyafanya tuyaangalie yanabebwa na hoja zetu. Kama yanabebwa tuendelee nayo, hapana kumwangalia Sheikh Kasim Mafuta wala nani. Lakini kama hayabebu tuyarekebishe, kwa sababu kina Sheikh Kasim Mafuta wakipinga maulidi kwenye yale matatizo, tutaungana nao kwenye hayo matatizo, hatutaungana nao kwenye maulidi kwa ujumla. Maana wataalamu wanasema anayepinga kitu kwa kiasi huwa anataja illa. Anayepinga kitu kwa kiasi huwa anataja illa. Na illa ikiondoka kinakuwa halali. Sasa haiwezekani aje aseme illa na hiyo illa ni haramu, sio tuseme ni halali tu hiyo kwa sababu anayesema Sheikh Kasim Mafuta hiyo ni halali. Hapana. Tutaungana na Sheikh Kasim Mafuta, tutamhamasisha endelee kupinga, tutamhamasisha kama tena kama kuna zawadi utampa aendelee kupinga, muda wa kuwa anachokipinga kwa mujibu wa dalili ni haramu kweli. Kwa kuweni makini kwenye eneo hili la shughuli zetu. Tuweni makini katika kuziendesha shughuli zetu katika namna isiyo na utata na uharamu. Tuangalie uchezaji wetu maulidini, tuangalie watu wetu kama wanaswali wakati wa swala, tuangalie pia mavazi stara, tuangalie pia aina za mawaidha na hata aina za ukaaji, ili maana yake tusitakuwa kama vile hatusimamii dini. Na saa ya 7, maombi yangu tena kwa Sheikh Kasim Mafuta, na kuomba uwasikilizishe wanafunzi na waumini msikitini mawaidha yangu kabla ya kuanza kunijibu. Haya ni maombi, lakini uwasikilizishe
kwa sababu wakati wa kujibu huwa unapata tabu. Unaweka kipande kidogo, alafu baada ya kwa kile kipande, alafu unakata, unaingiza maneno yako, alafu unajibu. Lakini kama mtu kasikiliza maneno mazima ni vizuri, na kuomba hilo. Na ninakuomba uwahamasishe wanafunzi wako na uwahamasishe wanaokuunga mkono wapende kusikiliza maneno yetu. Wapende. Yaani kama hawana mtu mwambie bwana kurushia klipu hiyo usikilize. Alafu baadaye ukijibu anasikiliza haya mwanzo, anasikiliza na majibu yako. Na sisi pia tunawahamasisha wanafunzi wetu wenye ule uelewa, kwenye vile viwango vya uelewa, wasikilize maneno ya wapinzani wanaotupinga, kisha watusumbue kutudai hoja. Marehemu Sheikh Muhammad Ayub, Mwenyezi Mungu amrehemu rahmatan wasi'a, alituruhusu sisi tumpinge Sheikh Muhammad Bakari katika mambo ya kutuhalalishia, ili amsikie anavyojenga hoja kwenye kuujibu upinzani wetu. Na masha Allah, Mungu amrehemu, ilikuwa mashine kubwa kweli. Alikuwa na uwezo mkubwa, Mungu amrehemu rahmatan wasi'a. Ni mashine kwa maana halisi ya uwezo mkubwa wa kiakili. Ukiipeleka hoja mezani, kama hana jibu atatabasam, atakupangia muda, lakini akija yeye mwenyewe kile kitu kama kamusi. Kwa hiyo anaweza kusema hapana, hiyo bana haikuwa amu, ndio maana hivi na hivi. Hiyo bana haikuwa hivyo, ndio maana hivi na hivi na hivi. Hiyo bana haikuwa hivi, ndio maana hivi. Angalia mfano huu mpaka unaridhika. Kwa kuwa sisi tumeandaliwa hivyo, hatuna hofu na mtu na hoja, na alete hoja. Kwa ni kuombe Sheikh Kasim Mafuta katika nasaha hii, wasikilizishe wanafunzi wako, wasikilizishe wafuasi wako maneno yangu, wasikilizishe. Kisha baadaye sasa anza kuyajibu maneno yangu. Naamini kwamba majibu yako na mimi pia nafaidika. Wala usipate hofu. Nafaidika. Ingekuwa sifaidiki nisingefanya. Nafaidika. Lakini kwanza wasikilizishe. Usiwazuie wasisikilize maneno ya wanaokupinga. Kwa sababu ukiwazuia utakuwa unawapachika maneno ambayo hayawasaidii. Lakini wakisikiliza wanapingwa vipi, kisha ukawapa hoja ya kurejesha, ndio watamudu. Kwa mimi nikuombe na waombea wanafunzi wasikilizishe, na hilo jambo liwe ni endelevu. Nasaha 8 ambao pia ni nasaha kwako Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni talibul ilmi. Talibul ilmi, mtu aliyesoma. Unaweza ukawa shekhe na unaweza ukasifiwa vizuri tu bila ya wewe mwenyewe kujitangaza kujua. Kwa zile lugha zile naomba kama zipoe kidogo, kwamba katika markazi hii sisi hatuvumilii ubabaishaji wowote. Hapana, unaweza kuwa huvumilii bila kusema. Yaani si lazima useme katika markazi hii. Na neno markazi maana yake ni wewe mwenyewe. Yaani wewe eti humvumilii mtu yote mbabaishaji. Ili awe ni mbabaishaji si mpaka baada ya hoja. Sasa hoja hazijakaa sawa, hawezi kuwa mbabaishaji. Ukimwita mbabaishaji umemhukumu. Kwa hiyo unaweza ukajulikana kuwa ni mwana wa chuoni, una ilmu nyingi, hata bila kusema kwamba wapinzani wako na wabaishaji. Hata unaweza wewe kusema vizuri tu, mtu akasema Sheikh Kasim Mafuta hapa yuko vizuri na huyo huko mbabaishaji. Kwa hiyo huna haja ya kujitukuza kwamba markazi hii hapa sisi hatumvumilii mbabaishaji. Hakuna markazi hapo, kuna wewe. Na wewe kama wewe huwezi kujihukumu kama unajua mwenyewe. Acha watu wengine ndio waseme wewe unajua. Huo ndio ustaarabu. Ustaarabu, acha watu waseme wewe unajua. Sio wewe ujisifu wa mimi najua, sivumilii ubabaishaji. Usifanye hivyo. Lakini sehemu nyingine unaweza pia ukawa shekhe mkubwa sana bila kusema leo jamani kuna radi ya kumjibu shekhe fulani leo. Ikawa shekhe fulani wa mradi wewe, shekhe fulani wa mradi wewe, shekhe fulani wa mradi wewe, shekhe fulani wa mradi wewe. Sasa watu watashangaa, kwani wewe umeajiriwa? Maana kama mtu alioajiriwa kwa ajili ya kuwaradi mashekhe, leo mradi shekhe huyu, leo mradi huyu, amradi huyu. Lazima uangalie katika sura zile rududi. Unasimamia wapi? Rududi zako unasimamia wapi? Kwani waelekea wapi? Kwa sababu baadhi ya wafuasi watashindwa kukuelewa. Maana Sheikh Kasim, hata wale ambao wanakubaliana na wewe, maana wewe Sheikh Kasim Mafuta maulidi hutaki, hitima hutaki, hutaki talqini, haya mambo yetu, hutaki habari ya mwezi wa matwali, hayo mambo hayo wenzako wengine pia wako kama wewe, lakini bado pia unawapinga. Sasa wapinga nini? Mbona ueleweki? Maana ingelikuwa wewe ni kama package, hutaki maulidi,
hutaki khitima, hutaki talqini, hutaki mwezi wa matali, wenzako nao hawataki hivyo, mngelikuwa ndugu mkawa moja. Lakini hawa nao pia ambao kama wewe na wenyewe pia nao wawapinga hivyo hivyo. Sasa unataka nini? Mbona uleki? Sasa ni vizuri kuambia, unaweza ukawa shekhe mkubwa tu, na mimi nafsi yangu nathubutu kusema wewe una uwezo mzuri, si ndio? Ushamsia wewe una uwezo mzuri, wewe una ushamsia, una uwezo mzuri, una uwezo mzuri ambao wenzako wengine hawana, hata vile ukiwasikiza kwenye zile ibara. Kwa sababu mtoto akishamsia, moja katika alama zake ni kujichunga kwenye usomaji wa ibara. Hilo wewe hukulipata Arabuni, hilo umelipata Shamsia. Kwa hiyo wewe una uzuri fulani. Sasa uzuri huo unaumudu bila kujisifu. Ilmu, kuna ilmu sana, tubishani kia ilmu, acha hiyo. Tulia katika mstari, dunia itasema kwamba ilmu unayo. Wala haihitaji wewe mwenyewe useme mimi nina ilmu. Na pia katika nasaha hii wabainishie hawa jamaa wakujue. Wewe ni mujtahidi au wewe mwenyewe ni mtu wa madhehebu kasie? Si ajabu wenzako ili swali pengine wanahitaji. Yaani wewe mwenyewe ni mujtahid, wenzako kina Imam Shafi, kina Imam Maliki, kina Imam Al-Azham, Abi Hanifa ndio wenzako? Au wewe kama sie, sisi wenzako tumegeuka bwana, hawa ni Mashafi, hawa ni wa Maliki, hawa ni wa Hanafi. Hebu wabainishie hawa jamaa ili wakiishi na wewe waweze kujua. Mimi kama mimi sisemi na kutuhumu na kuona huna madhhabi. Yani una kitu kinaitwa alla madhhabia. Yani una madhehebu inayoitwa kukosa madhehebu. Maana kukosa madhehebu pia madhehebu. Sasa madhehebu yako wewe ni madhehebu ya kukosa madhehebu. Lakini Mungu anisamehe, pengine siko sawa. Sasa waambie watu hapana jamani, hapana, mimi ni Mshafii. Jamani mimi ni Mhanafi, mimi ni Maliki, mimi ni Mhambali. Yani kuwa wazi, haina haja ya kujificha. Tamka tu wazi. Wewe madhehebu yako madhehebu gani? Tamka ili watu wakiishi na wewe waweze kukujua. Lakini ni maombi, ingawa pekee nayaomba kwa sauti ya juu zaidi. Na saa ya 9 ningependa kutoa nasaha ya 9 kwa Sheikh Mafuta, kwamba amekiri mwenyewe kwamba iwapo kama mfumo huu wa mwezi utawekwa sawa, serikali tatangaza siku maalum ya sikukuu, badala ya serikali inavyofanya sasa kutoa vibali na kuwapa watu wakaswali Idi tofauti ili nchi iwe na sikukuu nyingi, alafu wao serikali wanaunga mkono sikukuu moja tu. Kwa kama serikali itakuwa makini ikisimamia, Sheikh Kasim anasema yeye anaweza kufata na kuliondoa hili kundi. Kwa hiyo nimuombe usingoje mpaka serikali iseme, wala usingoje taasisi zikae. Hivi sasa tu waambie wafuasi, jamani kwa mujibu wa maelekezo ya Ibn Baz, maelekezo ya Sheikh Al-Albani, maelekezo ya Sheikh Uthaymeen, ni haramu kuanzisha kundi lako ndani ya nchi, ukafariki kundi kubwa la kinchi, ukawa unaendesha sikukuu ya Idi peke yako na kundi lako. Hilo swala ni haramu, kwa sababu unavunja umoja, na umoja katika nchi hautakiwi kuvunjwa. Haya ni maneno ya kisheria, maneno ya kidini. Watangazie wenzako waelewe, na wala haina maana mamedhidi kushinda. Sisemi mimi, anasema Ibn Baz, anasema Uthaymeen, anasema Albani, na haya maneno yote nina hakika wewe unayajua. Na alhamdulillah nimekusifu na naendelea kukusifu kwamba unaweza wewe kutanazal kwenye kitu kama umekikosea. Nimeona kitabu chako fulani umeandika. Kwenye kile kitabu unasema kitabu cha nyuma kuna kitu nilikosea kwa sababu taarifa hazikufika, na rekebisha hapa. Ule ni ucha Mungu ambao mimi nimeupenda, na sina tatizo kwamba hata katika hili unaweza. Kwa waambie mapema, usiwasikilize hawa watakaosema Sheikh Mafuta kashindwa, au usiwasikilize. Mimi sikushindi kitu wewe. Mimi haja yangu ni wale walio nyuma yako, wale wasifuate upotoshaji, ndio haja yangu. Wewe kama wewe, na kuombea Mungu tu wewe kama wewe. Sasa vinginevyo itakuwa maana yake na lazimisha, na dini yetu haitaki kulazimisha. Jambo la mwisho la kukupa nasaha ni jambo linaloitwa kujenga umoja. Umoja huu hatuwezi kuujenga kama sisi viongozi tukitengeneza budi, tukitengeneza umbali. Yaani mimi nakupinga wewe Sheikh Kasim Mafuta katika mambo yako, lakini kuna mambo nakupenda, alafu eti nimekuona barabarani najifanya kama sikukuona. Hiyo sio sawa. Yatakiwa nikuite, nisalimiane na wewe, nicheke na wewe, na kwa wafuasi wako nitawaambia shehe wenu unampinga kwenye hili,
lakini kwenye hilo lituunganisha mwenzangu. Ndio inavyotakiwa hivyo viongozi waishi, sio mtu unapishana, watu wananuniana, hawacheki, hawafurahi. Dini gani hiyo? Dini yetu sisi inahimiza watu kuwa wanyenyekevu, na sehemu ya unyenyekevu ni mtu kuwa karibu na mwenzake. Halafu kama mimi naamini kama wewe huko sawa, unapotosha watu, halafu eti siko karibu na wewe, nitawapataje watu wako ambao uko nyuma? Na wewe unaamini kwamba kuna watu huko nyuma mimi nawapotosha, sasa utawapataje kama ukae na mimi tukazungumza? Kwa hiyo na saa hii ya kwamba watu wawe karibu, achana na wale wengine ambao dini yenyewe watu hawakusoma. Wengine mtu kenda Arabuni hakusoma hata kitabu kimoja, kufika kule hajui chochote, lazima akirudi hapa awe mbishi kama lobwa muhuri. Lakini wewe mtu umesoma, ni rahisi kupekua kitabu ukasoma, haina haja hii kununiana, watu hawacheki, hawasalimiani, hawapigiani simu. Mambo gani haya? Turudi katika mstari ili tuiendeshe dini kama viongozi wa dini. Muda wangu leo umekwisha, na hii awamu ya kwanza ya majibu yangu kwako naihitimisha leo, na kwa sasa mbele kutakuwa hakuna namba za awamu, kwa sababu nimeona nifungue mlango liwe jambo endelevu. Kwa nitakuwa nafuatilia clips zako za zamani, naangalia yale ninayoyaona nahitaji marekebisho, nina wajibu kukurekebisha, na haya ambayo nimesema na wewe ukirekebisha, nitaangalia kile ambacho kinahitaji marekebisho zaidi, pia nitafanya marekebisho tena. Maana yake hii ni kazi ya dini, yatakiwa iwe endelevu na isiwe na ukomo. Nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ukarimu wake, kwa fadhila ambayo tunaemesha, na muda wangu na uone umekwisha sana hapa, lakini nichukue fursa pia ya mwisho kumwombea Mungu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko, mzee ambaye katufundisha dini. Tumekwenda kwenye madrasa yake tukakuta yale maandishi yanayoandikwa madrasa, tukajua ni urembo, kumbe ule si urembo, ni mashairi yale bwana. Kwa mashallah akatuondoa, ilikuwa hatuoni, sasa tuwaona. Mashallah, unaenda nchi ya watu unazungumza Kiarabu wakati Kiarabu sio lugha yako. Tunamshukuru sana, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, amsamehe makosa yake na amuingize peponi, na Mungu awalipe wale wote ambao kwa njia moja au nyingine wamekunjua mikono yao mpaka tukasoma, na wengine wakakunjua mikono yao mpaka ujumbe huu ukafika mbali zaidi. Muda hauniruhusu, nilikuwa na mengi ya kusema, lakini tuagane, tukutane wakati mwingine katika kusahihisha mafahimu. Jina langu naitwa Muhammad Eid, Muhammad Abu Eid. Wassalamu alaikum wa ila liqa.